Wewe jiulize katika maisha yako, ushawahi kumsaidia mtu lillah? Ushawahi kuinua maisha ya mtu? Ushawahi kumtatulia mtu matatizo yake? Waliyadhu billah. Leo Waislamu mifano ziko nyingi. Leo wewe Muislamu toka umeanza kutoa zaka, wewe umewatoa maskini wangapi katika umaskini wao? Kwa sababu malengo ya zaka ni kuutoa maskini katika ardhi, kama ilivyokuwepo wakati wa Umar ibn Abdul Aziz. Zaka ilitolewa mpaka yule maskini aliyopewa zaka mwaka jana, mwaka huu yeye naye akawa anamtafuta maskini wa kumpatia zaka na asimpate. Watu wote ni matajiri, hakuna maskini. Hii ndio maana ya zaka. Hii zaka ambayo unawapa watu shilingi 2000, 1500, hii ni chakula ya wiki moja, si zaka hii. Zaka maana yake umpe mtu kitu, umuinue kimaisha. Kwanza ndugu zangu Waislamu, ni aibu kwa Muislamu leo kumwandikia watu wake wa karibu zaka, ila hali ya kuwa yeye ana uwezo wa mali. Mungu amekupa utajiri, una uwezo wa mali, wewe ni tajiri. Watu wako wa karibu, wajomba zako, mashangazi wako, mahalati wako, ndugu zako, wajukuu wako, hawa si watu wa kuandikiwa zaka. Hawa ni watu wa kuinuliwa maisha. Wajengee nyumba, wafungulie biashara, wanulie gari, watibu maradhi yao. Ikiwa labda wewe huna uwezo wa mali, zaka yangu mimi nangojea mpaka mwisho wa mwaka ndo nipige mahesabu niangalie ni ngapi, ni shilingi 50,000, ni 100,000. Hapa sasa itabidi uandikie zaka. Lakini wewe Mungu amekupa uwezo wa utajiri, wewe si mtu wa kuandikia watu wako wa karibu zaka. Hawa ni watu wa kuinuliwa kimaisha. Leo kuna ndugu yetu mmoja anaishi katika mtaa wa Isilii hapa. Mimi nimeishi katika mtaa wa Ushirika miaka 19, katikati ya Isilii. Kuna ndugu yetu mmoja ndani ya Isilii anamiliki majengo 11. Sikwambii nyumba ya mabati, na kuambia ghorofa yenye ghorofa 15, ghorofa 20, ghorofa 18. Anamiliki magorofa 11. Lakini watu wake wa nyumbani mpaka leo wanalia na tabu maskini. Wengine wagonjwa, hawana matibabu, wengine hawana riziki ya chakula yao, wengine hawana makao, wanafukuzwa renti nyumbani. Na sasa hivi nimeambiwa anaanza kujenga nyumba ya 12. Sasa faida gani hii ikiwa watu wako hawezi kufaidika? Alafu ndo baadaye uje uangalie naye umma wanaishi katika hali gani. Na kila mmoja wetu alokaa hapa, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia nafasi wewe katika njia moja au nyingine. Ima wewe ni kiongozi, ama wewe ni umepewa wadhifa wa kusimamia katika ofisi au kusimamia katika idara, au wewe labda umepata kazi katika serikali.